Kwa kuwa tuko hapa kwa ajili ya semina hii ya utumishi, nataka nikukumbushe jambo moja. Tunaambiwa ukitaka kujua hali ya nchi ama heshima ya nchi, angalia quality ya watu wake. Quality ya watu wake. Ukitaka kuijua nchi, Tanzania ni nchi ya namna gani, nchi fulani ni nchi ya namna gani, unaangalia quality ya watu wake. Ikiwa juu ina maana yake, ikiwa kati ina maana yake, na ikiwa chini ina maana yake katika sura nzima ya taifa lenyewe. Lakini pia katika utumishi huu tunakoajiri, ofisi ya Rais utumishi ndio mwajiri mkuu, na sisi katika kuajiri tunaajiri kutoka katika quality hiyo hiyo. Unaiangalia quality ya watu wake, alafu ndani ya quality hiyo hiyo ndiko tunapokwenda kuajiri. Kwa hiyo hawa wote tuliko humu ndani tulikuwa mtaani at one time or the other, tulikuwa mtaani. Kwa hiyo sisi tumechukuliwa kutoka kwenye mtaa huko, wachache tuliopata nafasi ndio tumeingia huko, lakini na sisi ni sehemu ya wale tulioacha kule mtaani. Sasa mtaani kuna watu wa namna gani, ndio tafsiri itakayokuja kusema humu serikalini kuna watu wa namna gani. Umenielewa vizuri? Kwa sababu na wewe ni sehemu ya mtaa, yaani sehemu ya wale watu wa kule kitaa, na wewe ni mmoja wapo. Sasa kama kuna mahala pa kuwekeza sana, ndugu zangu viongozi, kama kuna mahala ambapo tunatakiwa kuwekeza kweli kweli, ni kuwekeza huko mtaani. Kwa sababu mwisho wa siku sote tunatokea mtaani kuingia humu. Sasa kama mtaa umekaa vibaya huko, kwa kweli tunakuja kuvuruga mpaka na huko. Na kwa bahati nzuri walioko hapa ndio wanaosimamia hata huko kwenye mtaani nao uzungumza. Huko mtaani tunawatendaje hapa? Wa vijiji mpo? Mpo? Maisha yanaanziaga kwenye kitongoji kuja kwenye kijiji mpaka utakapoishia. Kwa hiyo kwenye kijiji kukoje, kwenye kitongoji kukoje, huko ndiko kunakokuja kutafsiri hali halisi ya taifa letu. Kwa sisi watumishi wa umma tunaangaliwa kwa kila nyanja. Sisi ndio suluhisho la matatizo ya wananchi huko. Wananchi wataipenda serikali, lakini wataipenda kupitia kwako. Wananchi hawa wataipenda serikali ama wataichukia serikali kupitia kwako wewe mwenyewe. Kwa hiyo wewe mwenyewe popote pale ulipo, ujue wewe ndio umebeba sura ya serikali. Yaani wanapoangalia serikali wanaiangalia kupitia kwako wewe. Tangu unaamka mpaka unakwenda kulala, wanakuangalia wewe ndio umebeba image ya serikali. Umebeba image ya huyu hapa. Huyu umebeba image yake. Kwa sisi tunapoona serikali kuna mahala fulani watu wanaichukia, hatutaki kwenda mbali. Tunataka kwenda kuangalia wawakilishi wetu kule, tumeweka wawakilishi wa namna gani? Kwa sababu nyie ndio serikali. Inakuwa inachukiwa na nyie mko huko. Mmefanya nini mpaka tumefika hapa? Nani katufikisha hapa? Basi tunawaangalia nini? Ndio maana nimesema hawa tumetoka mtaani. Sasa huko mtaani tuna kazi kubwa sana. Hapa mmezungumza kuna mfumo wa paperless. Lakini niombe tu wenzetu kutoka ofisi ya Rais utumishi, nadhani tutengeneze hata namna nyingine ya kufanya auditing ya utumishi huo. Jinsi watu wanaofanya kazi wafanyie auditing kiasi kwamba hata mtu anapokwenda analipwa
alipe kweli kwamba amefanya kazi. Sababu serikali ina nia njema sana kutuwekea hii mifumo, lakini tukidanganya kwenye mifumo tutakuja kuumbuka siku akija tena. Na mimi si mnanijua ni mzee wa vijijini. Nikija huko mtaumbuka. Sasa wewe kama unajaza kwenye taarifa, ndio matokeo yake haya, wananchi wanalalamika. Kwa hiyo mimi niwashukuru kwa kuja. Hizi semina ni muhimu sana, kwa sababu watumishi tunajisahau sana, tunajisahau kweli kweli. Tusipokuwa na hizi za kuzimua, maana wakati mwingine huwa najaribu kuangalia watu ni hawa hawa, lakini ukimwangalia mtumishi wa umma alafu ukiangalia wa sekta mwingine kama sekta binafsi, chuo ni hicho, elimu ni hiyo, pengine wewe na elimu kubwa, lakini unakuta yule anadeliver kuliko aliyeko serikalini. Kumbe aliyeko serikalini yeye anaita permanent and pensionable, ajira ya kudumu na malipo ya uzeeni, sio Kiswahili chake, permanent and pensionable. Lakini huyu aliyeko kwenye sekta binafsi anakwenda, nitumie lugha mnayojua nini, anakwenda kitu kinaitwa P4R. P4R ile mradi wetu si mnaijua? Miradi ya P4R si mnaijua? Maana yake nini P4R? Nini maana yake? Mmekariri tu P4R Maana yake pay for results. Pay for lipa kwa matokeo. Kwenye miradi tunayotekeleza tuna ile inaitwa P4R. Ukifanya vizuri unapata zaidi. Ukifanya vibaya unapungukiwa hata kile cha mwaka huu, mwaka unaofuata unapunguza. Kwa hiyo walioko kwenye sekta kama wako kwenye mfumo wa P4R atalipwa kwa matokeo. Sisi tunalipwa kwa mwezi. Sasa hii kulipwa kwa mwezi kama inaleta shida, na sisi labda tujiunge kwenye P4R sasa. Ndio. Kwa sababu watu ni hawa hawa, lakini akienda huku anafanya vizuri, akija huku hamna kitu. Labda ni mfumo wetu ndio haujatubana vizuri, ili kuhakikisha kwamba hata kile unacholipwa kweli umekifanyia kazi. Niwaombe baada ya kutoka hapa tukabadilike. Kwa sababu jamii kama nilivyotangulia kusema inatuangalia sisi. Yaani ukisikia utumishi wilaya nzima, kwa sura sisi tulikuwa kwenye ukumbi huu leo. Ni sisi hawa ndio tuko kwenye ukumbi huu, ndio tumebeba sura na image ya serikali huko. Tunapeleka sura gani? Kila mtu ajitathmini. Kwa hiyo ningependa tu angalau kuzungumza kidogo kwa ufupi ni nini kilichotufanya kufika mahali hapa kwa siku ya leo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Ofisi ya Rais Utumishi ndiyo ofisi iliyo na mamlaka ya kuhakikisha kwamba watumishi wote walioko katika utumishi wa umma wanatekeleza majukumu yao sawasawa na vile miongozo inavyohitaji tufanye. Sasa katika zoezi zima la mfumo wa e-utendaji, mara baada ya kuwa mfumo huu umeanza na mara tunapokuwa tunaendelea kutekeleza mfumo huu, kumebainika kuwepo na baadhi ya changamoto kwa ajili ya mfumo huu, na hivyo Ofisi ya Rais Utumishi ikaona ni vyema tena kuja kuendelea kuwajengea uwezo watumishi katika maeneo yote kwa nchi nzima, na tunafurahi ya kwamba leo tuko mahali hapa katika wilaya ya Chunya. Tupige makofi kwa ajili ya zoezi hili. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tukiwepo mahali hapa leo tutawajengea uwezo watumishi hawa katika nyanja mbalimbali. Nyanja ya kwanza ni katika zoezi zima la uzalendo. Watumishi wengi morali ya uzalendo katika nchi imekuwa chini, na hivyo sasa Ofisi ya Rais Utumishi imeona ni vyema kuendelea kukumbushana na kuwekana vizuri katika sehemu hiyo. Lakini pia tutakumbushana juu ya kanuni za maadili kwa watumishi
watumishi wa umma. Imeonekana pia hili tunalifanya, lakini hatulifanyi kwa kiwango kizuri. Kwa hivyo ni vizuri kukumbushana pia katika eneo hilo kwa uzuri kabisa. Na eneo jingine ambalo tutajengeana uwezo kwa watumishi wote kwa kina ni katika mfumo wa utendaji, kwa maana ya PEPMIS na PIPMIS, kwa kuzifuata zile hatua zote zilizopo katika mfumo na kuona namna zinavyofanya kazi na kubaini changamoto zinazokuwepo zinazozuia kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu. Na hivyo changamoto zote hizo mara baada ya kuwa zimebainika, tunazipatia ufumbuzi ili wananchi na sisi watumishi tulioko katika utumishi wa umma tuweze kuendelea kutekeleza vizuri na majukumu yetu yakaendelea vizuri kabisa. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba kutakuwepo na matokeo chanya katika swala zima la utekelezaji wa majukumu yetu sisi kama watumishi wa umma na kuyaweka katika vitendo, ili hatimaye utumishi wetu katika utumishi wa umma ukawe ni utumishi uliotukuka, lakini utumishi wenye matokeo. Kwa jina naitwa Pius Ambrose, ni mtakwimu lakini pia ni afisa ufuatiliaji na tathmini katika halmashauri ya wilaya Chunya. Awali ya yote, kwanza kabisa napenda kufahamisha kwamba mafunzo haya yanaenda kuleta mabadiliko makubwa sana kwa sisi watumishi wa umma, kwa kuwa mafunzo haya yamelenga mambo makuu matatu. Jambo la kwanza ni kurudisha kwanza hadhi ya sisi watumishi wa umma, kwa maana ya kwamba watumishi tumeanza sasa, watu wengi waliopo katika mfumo wa utumishi wa umma wamesahau kwamba wanatakiwa wawe na hadhi na heshima kama watumishi wa umma na wanaotumikia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo wawasilishaji wote watatu wametuwezesha vizuri katika nyanja zote hizo tatu. Lakini upande mwingine ilikuwa ni rai ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Chunya ambayo ilikuwa inazungumzia watumishi kuzingatia zaidi maadili ya utumishi wa umma. Hasa kwa mfano kwenye nyanja za uaminifu, wakati wa ufunguzi tumepewa rai nzuri kabisa. Leo tumekumbushwa mambo mbalimbali ya itifaki, ukizingatia mimi ni afisa utumishi. Kwa hiyo nimekumbushwa baadhi ya mambo mbalimbali ya itifaki, hususan katika utendaji wetu wa kazi serikalini mara kwa mara tunapokuwa na viongozi wetu sisi wenyewe na mambo mengine kama hayo. Lakini la mwisho tumekumbushwa kuhusiana na issue ya uwekezaji kupitia kwenye mfumo wa utendaji. Watumishi tunapata changamoto mbalimbali ambazo zinapelekea tuende kwenye mikopo. Watumishi wanakopa. Sasa saa nyingine kutokana na shida ambazo wanakutana nazo wanajikuta wanakopa kwenye taasisi ambazo zina mwisho wa siku zinapelekea mpaka udhalilishaji. Mtu ananyang'anya, mtumishi wa umma ananyang'anywa hadi kadi ya benki ambapo mshahara wake unapitia. Ilikuwa ni changamoto na bado ni changamoto kwa watumishi. Kwa hiyo kupata mafunzo haya ambayo yanatuelekea watumishi wa umma waweze kuwa stable katika issue ya financial ni mafunzo mazuri ambayo naamini kabisa kwamba yatatusaidia. Tumejifunza vitu vingi, hasa hizi topic tatu, moja ya utendaji, lakini protocol na wekeza. Kwa kweli kwa upande wa protocol nimejifunza vitu vigeni. Nilikuwa naonaga ni kama kawaida, lakini kwa mafunzo ya leo nimeweza kujifunza vitu vingi ambao kwa bahati mbaya labda tulikuwa tunafanya tofauti na inavyotakiwa. Tumejifunza namna ya kupokea viongozi wakubwa wa kitaifa, taratibu zote zinazofuatwa wakati wa kupokea viongozi. Lakini kwenye utendaji nimeweza kuongezewa maarifa. Mimi kama mkuu wa idara napokea watumishi. Kwa mfano kama sasa hivi tumepokea watumishi katikati ya msimu. Lakini kupitia mafunzo ya leo tumeweza kujifunza pamoja na wameanza katikati, lakini mwisho wa msimu lazima majukumu yatekelezwe kwa 100%.